Simba imetoa tamko kuhusu hatima ya ujenzi wa uwanja mpya wa klabu hiyo, ikithibitisha kupokea mitazamo mbalimbali, huku ikieleza maamuzi ya mwisho yatafanywa na bodi ya kurugenzi ya klabu hiyo. Akizungumza na moja ya chombo cha habari, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya Simba Crescentius Magori amesema hawajapokea taarifa yoyote ya mtu anayetaka kujenga uwanja, lakini kuna mjadala wa ndani kuhusu mahali pa kujenga uwanja huo. Magori amesema katika mjadala huo, baadhi ya wadau wa klabu wamependekeza uwanja ujengwe Bunju kwa kuwa eneo hilo linafaa kwa ujenzi. Hata hivyo, wengine wamekuwa na mawazo tofauti. Nikimnukuu, Magori amesema baadhi ya mawazo yameonyesha uwanja ujengwe eneo tofauti na Bunju ambalo litakuwa rahisi kufikika kwa mashabiki kutoka sehemu mbalimbali. Hata hivyo, wapo waliopendekeza Bunju ibaki kuwa sehemu ya kisasa kwa ajili ya mazoezi ya Simba. Hatujapokea taarifa kuna mtu anataka kujenga uwanja Bunju. Ukiangalia pale kuna maboresho yanayofanywa kila wakati. Bodi tunakutana kuamua kwa sababu kuna mawazo mbalimbali. Je, tujenge uwanja Bunju au tujenge uwanja mahali pengine na kutafikika kirahisi? Je, Bunju ibakie kama eneo maalum la mazoezi ya timu na tutafute eneo jingine kwa ajili ya ujenzi wa uwanja mpya? Mwisho kunukuu. Pia Magori amesema mashabiki wanapaswa kuelewa changamoto za kufika Bunju, ambapo nikimnukuu, Magori amesema kuna mawazo tofauti kuhusu matumizi ya Bunju. Je, tukijenga uwanja pale watu watafika wakiwa na urahisi? Mashabiki wengine wa Simba wapo Mbagala, umbali hadi Bunju ni mkubwa. Je, wataweza kufika? Mitazamo hii itajadiliwa na bodi ya klabu kabla ya kufanya maamuzi. Bodi itayachambua yote na kutoa uamuzi wa mwisho kuhusu eneo ambalo uwanja mpya utajengwa, huku ikizingatia afya na maslahi ya mashabiki na klabu. Wakati ukifika tutawatangazia kila kitu. Mwisho kunukuu. Aidha, Magori aliwahakikishia mashabiki wa Simba kwamba ahadi za mzabuni wa jezi za klabu Jairuti zinaendelea kutekelezwa, huku baadhi zikiwa tayari zimeanza kutimizwa ndani ya mkataba wake. Nikimnukuu, Magori anasema ahadi zote zitatimizwa. Mchezaji amesajiliwa, tulimwambia asajili Ino Luemba katika dirisha dogo. Tulipokuwa tunapanga bajeti yetu hatukuwa na fedha za kutosha, lakini tulimwambia kwenye ahadi yako ya kusajili mchezaji mmoja kila mwaka, hebu msajili Luemba. Akafanya hivyo. Ahadi zake zinatekelezwa kwani mkataba ni wa miaka 5. Kadri tunavyotekeleza tunategemea ndani ya muda mkataba huu yote yatakamilika. Kwa mfano, ahadi ya basi lazima itolewe mara moja, si kwamba itolewe kila mwaka. Ikiwa atatoa Aprili, Mei, Juni, Julai, hakuna shida. Muhimu ni atatoa ndani ya muda mkataba wake wa miaka 5. Tunaamini basi litafika na fedha za uwanja zitatumika. Yote aliyoahidi yatafikiwa kwa sababu tuna mkataba wa miaka 5 naye. Mwisho kunukuu. Ufafanuzi huo wa Magori unakuja wakati mzabuni huyo tayari akiwa ameshaleta basi hilo la kisasa aina ya Iriza kama alivyokuwa ameahidi kwa ajili ya kikosi cha klabu, na sasa lipo kwa wataalamu wa kuweka nembo za klabu hiyo. Licha ya kuwepo kwa mijadala mbalimbali, wengine wakisema kuwa basi hilo ni used, huku mashabiki wa klabu ya Simba wakisema basi hilo ni jipya, na kama ni used basi hawa wanaosema used waoneshe document. Imeandikwa na Khatim na Heka na kusoma kwako nami Hamza Saif.